Huu ni mfano wa Al-Kaaba, huu ni mfano wa Al-Kaaba, na hichi tuliweka hapa sio kama tumeweka tu, bali hichi tunaita makamu Ibrahim. Katika kitabu chako ukurasa 29 kama hivi ipo picha hii ya makamu Ibrahim, ambapo kwenda kuangalia si tatizo, lakini hakuna suna yoyote wala hapajaamrishwa jambo lolote hapa. Utakuta watu wanakuja hapa wanaibusu hii haimo katika kubusu wala kuishika, lakini tutapita kwa hizo Allah ili kuona tu inshallah. Tutapita hapa, tutakuta ndani yake kuna jiwe ambalo limepakwa rangi ya dhahabu, ambao kuna nyayo za Nabii Ibrahim alipokuwa akijenga hii Al-Kaaba. Sasa ile alama za nyayo ndo ipo hapa katika hii kitu hapa, ambapo hichi tutakuwa kinaitwa makamu Ibrahim, tutakuwa tunakiona na kina rangi ya dhahabu. Sasa Al-Kaaba yenyewe ndio hii hapa, ina pembeni kama tulivyosema. Huu ni mlango, tumeweka alama kama ndo mlango Al-Kaaba, alafu hapa ndo rukni hii ya Hajarul Aswad. Ruknul Aswad yani rukni ambayo inayo Hajarul Aswad. Sheikh atakuja kutueleza siku moja katika darasa zake Hajarul Aswad ndo nini na imetokea wapi na ina asili gani. Pana jiwe jeusi na asili jiwe lilikuwa ni jeupe, lakini tutakuja kuelezwa siku nyingine mada yake maalum. Na ambapo hapa ndo starting, ndo pa kuanzia. Hapa ndo bahala pa kuanzia wa kusema bismillah Allahu Akbar. Mkono wako kiganja kinyooshe kielekee katika Hajarul Aswad na unasema bismillah Allahu Akbar. Alafu ndipo tunaanza mizunguko. Tunapita yetu hichi makamu Ibrahim hakina shida. Naweza tukapita hapa mbele makamu Ibrahim au tukapita nyuma makamu Ibrahim. Kikawaida hapa anakaa askari. Anasimama askari hapa baina mlango na Hajarul Aswad, hapa na kitofali kimejengewa, anasimama askari na ngao lake mwenyewe, yani na dule la kumzuia nini, kwa sababu hapa pahala maalum hapa. Na hili jua lishe kuibiwa zamani, lishe kuibiwa, lakini alhamdulillah Allah kajalia limerudishwa. Miaka nenda miaka rudi, watu walikuwa wanahiji pasina kuwepo hili, lakini Allah kajalia limerudishwa. Sasa ulinzi lazima uwepo, na kutokana na vurugu za pale inabidi lazima uwepo askari. Sasa tukija zetu hapa tunakutana na ruknu ya Sham. Katika ruknu ya Sham hapa tunakutana na Hijru Ismail. Hapa tulipotengeneza hapa tumetengeneza kama kavu kama alivyosema hivi, yani hichi kitu tulichokiweka hapa, hichi tumeweka ni kitu maalum kuonyesha katika Al-Kaaba baadaye pana ukuta hapa umewekwa kama wakozi kama 7, yani kama mimi unafika kifuani hapa, urefu wangu unafika kifuani. Pana matofali au pamejengwa hapa, ambapo vitu vinavyopotea vinavyodondoka mara nyingi vinaikuwa hapa. Ukiona kitu umekiokota, ukihisi kama unataka kukiokota umsaidie mwenyewe, basi unakileta hapa juu ya ukuta huu. Na wewe ukiona kichao kimepotea kwa haraka, basi ukizunguka Al-Kaaba pita hapa, unaweza ukakiona. Mara nyingi vile nusuki, vitambulisho maalumu vinapotea sana. Sasa ukija zako hapa unaikuta. Sasa huruhusiwi kupita ndani. Hii inaitwa Hijru Ismail, yani hijru maana yake chumba cha Ismail. Huruhusiwi kupita ndani. Ukipita hapa maana yake umepita ndani ya Al-Kaaba. Ila unaruhusiwa kuswali kama utapata nafasi ya kuswali. Pana milango hapa, pana mlango na kule kuna mlango na kuna askari maalumu, lakini wakiruhusu kufungua ukiingia huko maana yake umeswali ndani ya Al-Kaaba. Si lazima kuswali humu, lakini hapa pia unahesabika umeswali ndani ya Al-Kaaba. Na hapo utaelekea uko humu ndani, utaelekea hapo, unaelekea popote tunapojaliwa uko humu ndani ya Al-Kaaba. Hakuna mahala maalum pa kuelekea. Tukija zetu huku sasa tunakuta ruknu Iraqi, nguzo nyingine huku Iraqi. Alafu sasa hapa ni sehemu ambayo nyepesi sana, ambapo mara nyingi mahujaji wetu ndio wanatamani kugusa Al-Kaaba. Si kama lazima kugusa Al-Kaaba ndio sheria uguse, haina sheria yote, lakini kwamba umefika mpaka katika msikiti wa Maka usiguse Al-Kaaba. Tukifika hapa tutafanya mbinu, tutakuja zetu hapa. Mara nyingi hapa na watu kidogo. Kwa nini watu kidogo? Kwa sababu watu wengi wanakimbilia pale, kwenye mzozo huko ndo wakozozana kwenye katika Hajarul Aswad au hapa katika Hijru Ismail. Ukitoka hapa na kwa bebesi
tutakuja zetu mpaka hapa, tutagusa Al-Kaaba, lakini tunakupa kama nusu dakika tu. Ukimwachia mtu hapa anaweza kumaliza masaa. Anakaa hapa, ataomba dua 2-3, tunaondoka zetu, tunaendelea kuzunguka Al-Kaaba. Tunakuja rukunu nyingine ambapo kabla ya Hajarul Aswad, hii inaitwa Ruknul Yaman. Hii Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema tunaisalimia. Kwa maana hiyo ni kuisalimia hii Ruknul Yaman, na kutoka katika Ruknul Yaman kumaliza raundi moja kwenda katika Hajarul Aswad. Hapo sasa tunaomba dua, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kutoka hapa Ruknul Yaman mpaka katika Hajarul Aswad. Lakini kulikobakia kote unaomba dua yote unotaka, adhkari yote unopenda, chochote unachokitaka katika mambo ya kheri unafanya. Hata kumuuliza mwenzio, hata kuzungumza na mwenzio katika mambo ya kheri pia inaruhusiwa. Mtume sallallahu anasema tawafu ni swala, ila mnaruhusiwa kufanya nini? Kuzungumza. Kwa maana tukitoka katika Ruknul Yaman kuja zetu katika Hajarul Aswad, hapa maneno yanakuja ni Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kadi utakazozipata ikuwa hapana vurugu, maana unaweza kupata 2 tu hapa, si parefu sana ukapata 2, lakini kwa kuna vurumai pakubwa, maana yake hapo unaweza ukapata hata 5, 7, 10 hujesha bado. Na pia tahadhari, hapa kutakuwa na makundi yanakuja, wanasoma Rabbana atina, wanasoma shekhe wao wanasoma, wao wanaitikia. Tafadhali sisi kwa taasisi yetu hatufanyi hivyo, tunamwacha kila mmoja aisome mwenyewe, kwa sababu nadhani kwa Mzanzibari hakuna sojua dua hiyo Rabbana atina fid dunya hasana. Hata kama ambaye hajaenda chuoni, ikiombwa dua basi inasomwa. Sasa hii hata kwa kila mmoja anajua, anasoma mwenyewe. Na kwa sababu gani? Tutakapofanya kwa pamoja, kwanza hatuwapi nafasi wale wengine wenye dua zao nyingine. Mtu ana dua yake katumwa, bwana nitaje kwenye Al-Kaaba, sasa tushamzonga. Sasa mtu tunampa uhuru, ila hapa pana dua hiyo maalum, na ukiwafuata wale makundi ambao wanapiga Rabbana kwa pamoja, hapo utaanza kupoteana na wenzio. Wale waache Rabbana atina, wanaitikia Rabbana atina fid dunya hasana. Sasa utaona kama inaenda vizuri, utaiga mwisho wa habari utajiona uko na majizungu tu peke yako. Wako hapo wale wenzangu, kwa sababu gani? Ulishughulika Rabbana ya watu. Tukimaliza hapa, tumemaliza raundi moja, tunakuja zetu Allahu Akbar, tunaenda raundi ya pili. Sasa katika raundi hizi kama tulivyosema kwamba tunakwenda kwa hali ya matiti, kwa lugha ya vijana kwa kutrot, sawa? Tunaenda kwa kutrot. Lugha ya kifikhi tunaenda kwa matiti. Matiti ndio wanasema kwa kutrot. Ambao hizo raundi 3 za mwanzo, ambazo hizo ndio tumesema ndio ile tunabirua, tunaweka bega letu linakuwa liko wazi. Katika raundi hizo za mwanzo bega ndio linakaa wazi. Katika raundi zetu hizo 3 za mwanzo tunapita na tukianza, hatuanzi chini ya Al-Kaaba. Kikaida hatuanzi chini ya Al-Kaaba. Tunasema jamani, twendeni tukaface moja kwa moja, hatuwezi. Huko nyuma, na itakuwa nyuma sasa hii makamu Ibrahim. Lakini kila tukenda tunaingia ndani kidogo kidogo. Raundi ya kwanza, ya pili, ya tatu tutakuwa tumekaribia chini ya Al-Kaaba. Ila tu kwa hatutokuruhusu kwa siku ya mwanzo ya kwanza tumekuja, mazingira hujajua, hatutokuruhusu kusogea kwenye Hajarul Aswad. Ila siku ya pili na ya tatu kuja kufanya umra zako mwenyewe, pale ushajua mazingira yako vipi, hapo unaweza ukaja. Lakini kwa wanawake wasija kathubutu. Wanaume tena unaaga siku hiyo, unaambia wenzio kabisa, Sheikh Ali, unaaga bwana, jamani mimi naenda zangu kwenye kuzuka Al-Kaaba na leo nataka kalioni Hajarul Aswad kaguse. Sunna yake ni kulibusu. Sasa kama utalipata kulibusu, na ukitokezea umeswali chini ya hapa na kama swala inakuwa haitimia. Kwa sababu ile salamu ikianzwa tu watoto washanyanyuka mbio. Sasa ukisema umeganda hapa, kundi la watu watakuja kukanyaga. Yaani hapo ukiswali hapa, sijua kwamba mimi hapa bwana salamu yangu nitolee kiwima wima hapa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala, assalamu alaykum, unanyanyuka mbio. Ndio ukisema unaganda kwanza unatoa salamu ya kulia, sijui ya kushoto. Astaghfirullah 3 ushakanyagwa mara 6. Ukiswali chini ya Al-Kaaba, jua kwamba intention yake we haraka sana unanyanyuka. Sasa tutakwenda katika njia ya kutroti tumesema, lakini pakiwa pana nafasi. Ikiwa kuna msongomano, hatutofanya trotting. Hiyo hatutotroti, anatokwenda kwa matiti. Ila unaweza ukaashiria tu hivi,
kama mimi hapa na troti raundi zote 3 za kwanza. Zikimalizika raundi 3, tukija raundi yetu ya 4 tunabadilisha raundi yetu ya 4 tunabadilisha hii, tunaondoa bega, tunaweka hali ya kawaida, kushika katika hali yetu ya kawaida, na tunalisalimia Hajarul Aswad kama kawaida. Allahu Akbar. Tunaendelea na mizunguko yetu iliyobakia 4. Tukishamaliza hapo, hiyo nguzo ya pili itakuwa tumemaliza, lakini ukamilifu wake kuna sunna. Sunna ipi? Ya kuswali makamu Ibrahim, yaani unatakiwa swali nyuma makamu Ibrahim. Sasa kilivyo, manake kwa hapana watu Alkaba tubu, manake tuswali makamu Ibrahim hapo, tuswali hapo, lakini tusielekee hii, tuelekee kwenye Alkaba. Iko Alkaba hakuna watu wachache, lakini sehemu yote ni makamu Ibrahim. Tutarudi nyuma tutakapopata kokote huko, sisi tutaswali hata upande ule wa kule, yani tunaangalia sehemu ambayo kuna wepesi wa kuswali, ndio tutaswali rakaa 2. Raka ya kwanza tunasoma alhamdu pamoja na kul ya ayyuhal kafirun, ndio sunna yake. Basi ukasema upige bakara nzima hapo, sasa hapo bwana, ndio niko Maka hapa, na kwa baadhi itakuwa ndo mara ya kwanza tunaingia, maana yake kwanza tumetoka hoteli ndio kwanza tunaingia. Swala yako ya kwanza pengine itakuwa ndo hiyo ya makamu Ibrahim baada ya tawafu. Usikaseme niko chini ya Alkaaba hapa, acha nipige japo suratul mulk tu hapa ya 30. Utakimbiana na wenzio. Soma hiyo kul ya ayyuhal kafirun, nyanyuka raka ya pili unasoma kul huwallahu. Ukimaliza omba dua huku pamoja na wenzio. Tukimaliza tunaondoka kwa pamoja, tunarudi nyuma. Tukirudi nyuma tutakuta mlango unatuonyesha kwamba Safa na Marwa kwenye nguzo ya 3 huko, ambapo tutakoizungumza huko. Sasa tunaenda kunywa maji ya Zamzam, alafu tunaenda kwenye Safa na Marwa. Hiyo ndo hali ya nguzo yetu ya pili, nadhani imeeleweka. Naam, tunataka tuhame tuende nguzo ya 3, au tutoe mtu kwanza afanye nini kidogo? Naam. Anauliza swala zuri, anasema katika hii Hajarul Aswad, maana sio tena unapita pita zako huku tena kwanza kwa mkono wa kulia, na hiyo tahadhari sana, hususan watu wa simu. Mtu anakuwa na simu yake anachezea kwa mkono wa kulia, anataka ajipige aonekane ndo hapa Hajarul Aswad hapa, unaona ndio naniona hapa kwa mkono wa kushoto. Tahadhari kwa mkono wa kulia, maana yake utageuka, bismillah Allahu akbar, utageuka sawa. Allahu akbar. Na tukipata kuzunguka juu, tutajuaje? Kuna taa rangi ya kijani, pana taa ya kijani zimepangwa, na hata hapa mfano watu wengi, wengine wafupi, hatuwezi kuona, basi we angalia upande huku, taa iko juu kule ya kijani, utatemingi taa hapa sasa, na taa basi elekea huku, Allahu akbar. Sasa unaweza kukutana na watu warefu. Kuna watu mimi ndo naonekana mrefu, lakini ukienda huko ndo mfupi wao. Watu wamekwenda na juu, wanakuja wazungu hao. Sasa wamengosha kuziba, huioni vipi? Unaangalia huku, Allahu akbar, na usipite alafu ndo ukaanza, bali kaa sawa sawa na Hajarul Aswad, ndio Allahu akbar kwa kunyoosha kiganja, Allahu akbar, ndio unaendelea. Imetokezea swala imefika pale unasita, tunaswali pakikimiwa, maana yake tunasita kuzunguka au tunaacha kuzunguka, tunaswali swala iliyokimiwa. Baadaye tunarudia pale raundi ya ngapi? Ya 5. Unaendelea raundi yako ya 5 katika hali kwa pale ulipokomea. La ulikomea hapa kwa mfano, lakini ikenda kwamba stau mkasogeza safu kapeleka mpaka kule, basi ukitaka kurudia ili hapa hujazunguka Alkaaba hapa, kwa maana itabidi urudi nyuma. Na wakati mwingine kurudi nyuma hapa huwezi, kwa sababu ya watu wote wanaenda hivi, wewe huwezi kurudi, inabidi utaizunguruka moja mpaka pale ambapo kwenye kituo chako nilishia hapa. Sasa ndo naendelea ile raundi yangu ya 5. Hayo ndio mambo ya msingi ya kukumbuka. Naam, limekaa sawa hilo? Basi kama limekaa sawa, naam sheikh.
Tukishasali makamu Ibrahim, shekhe ananikumbusha kwamba kama alivyosema tunageuka nyuma, tunaelekea kuna mlango umeandikwa Safa na Marwa. Huko kwenda Safa na Marwa, ukiingia tu pale ndani, kabla Safa na Marwa ukiingia tu, ukiacha ground ya Al-Kaaba, huko sasa kuna maji ya Zamzam. Sunna yake tukanywa maji ya Zamzam, lakini tutaangalia mazingira. Mara nyingi ikuwa zile tawafu za ifadha, mara nyingi hapo kutakuwa kuna vurumai, askari wanaondosha watu. Sasa sisi hatutaki kufanya vurumai. Tukiona hapo bwana, sasa hivi hapa vurumai, tutakwenda kunywa maji mbele, kwa sababu vidumu vya maji vimejaa sehemu nyingi sana. Tumeyakosa yale pale bahala maalum kwenye kisima. Asili yake pana kisima na huwezi kupata, lakini kama tutapata kwa tuko free, ilipo sasa pale funiko Bi'ru Zamzam, imeandikwa kisima cha Zamzam kimefunikwa, yani hapa chini pana kisima. Walikuwa wanateremka kwenye kisima kabisa, lakini hivi sasa kimefunikwa na huwezi kukiona. Lakini kama itatokezea hapa na watu, naweza tukatembea tukakiona hichi hapa. Sasa hapo tunakunywa maji yetu ya Zamzam, alafu tunaelekea Safa na Marwa. Naam, basi tupate mtu mmoja Shekhe anapendekeza tupate watu wawili watatu tushirikiane, maana kwamba peke yao naweza nikawashughulisha. Hebu tushirikiane katika kufanya demo hapa, demonstration, atuonyeshe kidogo. Alianguki hapa, hakuna fujo. Hakuna fujo hapa. Alianguki. Sasa tunaenda wote peke yako? Tuzetu. Peke yako Tatu zetu. Haya. Mwalimu nakusumbua kweli mwalimu. Tumesema tunafanya mwalimu, ulikuwa unanyuki na wewe. Haya, mwalimu akakumbusha kitu, anasema tujalie kwamba tunateremka katika mlango wetu nambari 79. Kama alivyosema tukiteremka katika mlango 79 hatufesi, tunakuja katika Ruknul Iraq. Sawa, mlango wetu sisi unatudondosha sehemu hii hapa, ndio mlango wetu unapotudondosha. Sasa hapa ndo tukiingia katika ile mlango tuna face rukuni hapa. Sasa tukitoka hapa, maana yake sisi hatuwezi tukarudi huku, hatuwezi kurudi huko. Kwa sababu gani? Wimbi linakuja hivi, inabidi kobote sisi tutazunguka kwanza hii moja bure, tutakwenda nayo hii bure, ambayo hii haitakuwa na hesabu. Usakasema bwana ndio tayari tushaanza kule Al-Kaaba ndio tushaona. La, lazima tuanzie hapa, tutakuja zetu mpaka tutafika hapa ndio tutaanza bismillah Allahu akbar. Hiyo pia haitakuwa na dua. Ile itakuwa na dua, ile bado hujaanza, ile bado hujaanza, haina dua yote, unazunguka tu pale, umepita tu, tukifika zetu hapa ndio tunaanza. Tamani tuanze. Kama kawaida tumesema tunaanza na rubega kwanza. Tuanza na rubega. Bismillah Allahu akbar. Haya, tumesema hizo round za mwanzo tuna troti ambazo hizi zitakuwa ni 3. Na hapa tumesema dua yote unayoomba, adhkari na kila kitu unachotaka mwenyewe. Isiwa tukifika hapa ndo tunaanza ile Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, mpaka tunafika hapa. Na tunakwenda hiyo mara 3 katika hali ya kuzunguka. Baada ya mara ya 3 tunabadilisha sasa, tujalie ndo 3 tayari mali. Tunaondoa rubega, tunaweka hali ya kawaida. Usifate watu huko, utakuta watu muda wote wamefunga rubega, lakini sisi tufuate haya mafundisho ambayo tunaambizana. Watu huko utakuta muda wote wamefunga rubega, mpaka mtu utakuta Arafa na rubega. Wewe usifanye hivyo,
fanya tunavyoambizana. Hizi zilizobakia sasa tunatembea kwa kote sawa. Mwalimu anasema tupite nyuma ya Hijr Ismail makamu Ibrahim. Tunazunguka mizunguko yetu kama kawaida. Hii tunazunguka mizunguko minne iliyobakia katika hali ya kawaida, na tunasoma dua zozote, adhkari, Qur'ani au adhkari yote, isipokuwa tukifika hapa ndo rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na ni sunna kama utaweza kuja kuigusa, kama kuweza kuigusa unaweza kuja kuigusa rukunul yaman au ukaiashiria basi, lakini hubusu unaruhusiwa kubusu ni haja nini hijru aswad peke yake. Tukimaliza nguzo zetu hizo, mara zetu hizo 7, sasa ndo tunakuja zetu nyuma makamu Ibrahim, tunaswali rakaa 2. Tunaswali rakaa 2 kwa kuelekea Al-Kaaba. Tukishaswali rakaa 2 ndio tunakwenda kwenye maji ya Zamzam. Nadhani tumeelewana inshallah. Basi kama tumeelewana, naomba twende nukta nyingine. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, zoezi ni kwamba tayari tunatoka chumbani na tumeingia pale, na mtu kaanza kuzunguka Al-Kaaba katika Hajarul Aswad pale, kapiga raundi yake ya kwanza, raundi ya pili udhu ukamtoka. Ndio aendelee hivyo hivyo 7 au afanyeje? Na atakuja kuanza vipi wakati kakenda 3 tu udhu ukamtoka? Asante. Anauliza muulizaji kwamba mzungukaji wetu wa Al-Kaaba anafanya tawafu, kazunguka raundi ya kwanza, ya pili, ya 3, udhu umemtoka, afanyeje? Sasa huyu atamwambia kiongozi, na kwa vile viongozi atakuwa hapo wengi, kama mimi mwenzio udhu umeshantoka. Kwanza udhu, kutoka na udhu ile ya madhhabu ya Shafi ya kuguswa na mwanamke pale haitotumika. Sawa jamani, ya kuguswa na mwanamke, kuguswa ya kawaida na mwanamke katika kuzunguka Al-Kaaba pale haitotumika katika kuzunguka Al-Kaaba. Na kwa sababu kama ndo inatumika hiyo, manake hakuna hata mmoja atakayeweza kuzunguka. Upata hata raundi hata hatua 3 ushaguswa na mwanamke, ushapigwa pute, ushaondoshwa, hadi mradi utaguswa tu. Sasa ile ya kuguswa na mwanamke ile ya madhhabu Shafi baada haitoitumia. Sasa umetoka na udhu katika njia za kawaida, umetoka na upepo na mambo mengine, hapo utamwambia kiongozi atakuchukua, atakuleta huku kwenye maji ya Zamzam huko, ndio utakaopata udhu. Utachukua udhu au kina mama hufanya, wanangu wanachukua chupa zao za maji ya Zamzam, wanakwenda nayo wale, utaona kama ni maji ya kunywa, lakini ni maji ambayo wenyewe kutia udhu mle kwa mle. Lakini mimi sipendelei, lakini si wakatazi manake kishindo cha kuja kuchukua maji udhu huku pia ni kikubwa kidogo, kwa sababu utakuta watu wanatia udhu mle ndani ya tawafu yao, na wale wameshatoka na udhu, anatiwa udhu katika viungo vya fardhi katika maji yake ya kwenye chupa, halafu anaendelea na maji. Baada ya kumwagika dakika 1 tu hapo bwana, yanasambaratika hapo dakika 1 tu. Sio kama labda yatakuwa umechafua, ni dakika tu, lakini si busara sana. Busara maana yake ni twende kwenye pahala ambapo tutakaopata udhu. Na siku hizi wameweka sehemu za udhu, siku hizi wameweka. Zamani ilikuwa hamna, ilikuwa msikiti ukitaka lazima utoke nje. Siku hizi mpaka vyoo wameweza kutia katika sindani ya sehemu ya msikiti ndani kabisa, wameshaweka, maana yake unaweza tukapata udhu. Usije ukasema umalize hivyo, kiongozi hanioni mimi, lakini Allah anakuona na ibada ni yako wewe. Umetoka ulikotoka, umekuja kufanya ibada wewe, si kiongozi. Sawa jamani, ibada ni yako wewe, kukamilika unakamilisha wewe. Sasa udhu ukikutoka, tafadhali mwambie kiongozi, bwana mimi mwenzi udhu shantoka, na usisubiri mpaka kama tukamaliza. Ukimaliza maana yake kazi inakuwa kubwa, ushachoka, inabidi sasa kiongozi akurudishe tena wewe peke yako. Na pale katikati, maana yake wapo viongozi au watu walikuwa washakuja mara 2 3, anaambia Ahmad wewe kampeleka ati udhu, alafu malizana naye tena. Sisi tushamaliza, utaendelea na mtu mwingine, bali mradi tutakuwa pamoja na tarudi salama.
Nadhani limejibika. Unaanza bismillah Allahu akbar, Ndio unakwenda duara ya kwanza, unafika tena unaanza tena bismillah Allahu akbar, au unakwenda tu Allahu akbar Allahu akbar kwa hizi zinazofuata baada. Ile mwanzo kabisa bismillah Allahu akbar, raundi yangu ya kwanza. Raundi ya pili ikifika pale Allahu akbar, raundi ya tatu Allahu akbar, raundi ya nne Allahu akbar, mpaka raundi ya saba. Na hata lakini kurembea atakuja kuona huko mbele. Kurembea vile vile bismillah Allahu akbar, alafu unaendelea Allahu akbar Allahu akbar. Bismillah ni pale mwanzo. Tunaanza bismillah Allahu akbar, alafu zilobakia raundi ya pili ukija Allahu akbar, raundi ya tatu Allahu akbar, mpaka zitamalizika zote saba. Ile hali ya kutia udhu inakuwa ni ngumu kweli kweli. Ndio tofauti tulivyozungumza. Hata ile swala nataka kusema mimi, naweza nikatayamamu meudhu ushanitoka hapa, lakini kutoka mazingira huko kwa Zamzam huko na kwa nani huko, inabidi wakati mwingine mpaka utoke nje, na ukatoka nje hiyo sema kwanza uje kwa mlango huo tena, aidha uje pelekwe juu au uje ukose nafasi kabisa. Lakini sasa pointi yangu, swala langu la msingi liko hapa, unaweza ukatayamamu. Anasema je, ninaweza nikatayamam katika mazingira kama yale? Kwa mfano kama mimi nikisema nitayamam, nitakuwa tayamam haijanisihi. Sawa, kwa sababu tayamam ni mtu kukosa maji. Sawa, na muda ambao ile ibada itakuwa ipo muda haujesha. Lakini vile vile mtu anaweza akatayamam kwa ugeni kwamba hapa mimi ni mgeni, sijui maji yanapatikana wapi na muda ndo unataka kunitoka, inabidi nitayamam, sijui watu wanapata maji wapi hapa, hasa kwa mtu mgeni wa Al-Kaaba. Lakini sasa kuna kipengele kwamba kiongozi yupo atakupeleka kwenye maji pia, nayo nukta nyingine kwamba ingelikuwa kwamba tunafanya hija za miaka ya mbele kwa utalii, umeenda peke yako na hujui chochote, hujui maji yanapatikana wapi wala wapi, hapo unaweza ukatayamam. Lakini katika mazingira kwamba tunafatana na watu ambao wanajua mazingira ya ile eneo, itabidi hatuweza kutayamam. Tutachukua na fikra ya maji kwa yale maji ambayo ya wenzetu walikuwa nayo, tutatia udhu katika maji mlemle ndani ya raundi, au tutakwenda viongozi atatupeleka. Sasa tukisema tutayamam, maana yake sharti za tayamam hazitimii. Si wageni sisi kwamba tusijue wapi pa kupata maji. Naam, kwa sababu tawafu ni swala, wakasema kwamba ikikatika ile mzunguko umekatika mzunguko wote. Wako walisema hivyo, wengine wakasema mzunguko umekatika tawafu yote uanze moja, lakini kauli yenye nguvu kwamba unarudi pale ambapo wewe ulikomea katika ruknu wa Iraqi, kwamba unarudi pale katika ruknu wa Iraqi unaendelea. Hiyo ndio kauli yenye nguvu. Kwa hiyo wanasema ni aqwalu za maulama. Wa maulama wako walosema unaanza mwanzo, sio umefika ya 6 udhu umekutoka, basi tena hoja madhubuti kama swala huko kwenye tahiyatu kutoka na udhu, huji ukitaka kaunganisha tahiyatu unaanza mwanzo. Ndio waliposimamia hoja hiyo. Wengine wakasema hapana, hii raundi inajitosheleza, raundi kama raundi imekatika uanze mwanzo. Wengine akasema hii inakuja kama vile ambavyo kwamba muda wa sala ukifika inazuilika tu pale. Hasa imezuilika katika udhu, basi utarudi zako katika sehemu yako. Sasa kauli yenye nguvu ni ile ambayo tutarudi pale pale tulipoishia. Na vile vile Sheikh anakumbusha kwamba ibada zinatofautiana masharti katika ibada moja na ibada nyingine, na kila ibada inataka wepesi, inaleta wepesi kwa wafanyaji wake. Kila ibada inaleta jambo kwa wepesi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak